Nilipokuja mara ya kwanza kabla ya uchaguzi wa wenye viti huu mpya, nilikuja kwa ajili ya kutembelea miradi ya Mbagala na Mwakasita. Tukaja Mwakasita, hatukumuona mtu yeyote, tuliwakuta watu mashambani wanatushangaa. Tukaenda Mbagala tukakuta hakuna watu, wanatushangaa. Watu hawa wamekuja kutafuta nini? Tukawauliza wananchi, wakasema hatuna taarifa kwa ujio wa mbunge. Basi kulikuwa na kamvua, tukajificha kwenye godauni la Mbagala. Lakini anapokuja mbunge huku sana sana ni kuangalia maendeleo. Akiangalia maendeleo, anaangalia tulichokifanya, tulichoahidi, mapungufu yako wapi. Vile vile unawasikiliza wenzako wanasemaje. Lakini unaipata kutokana na mnyororo wa viongozi. Nikaambiwa Mbagala viongozi wote wamefukuzwa. Hakuna kiongozi hata mmoja. Ila sijui Mwakasita kama walipona. Kwa vile Mwakasita hata kumuuliza hatukumkuta. Sasa ndugu zangu, mara nyingi kwa sisi wenzenu, kazi tunazofanya sisi ni za maendeleo. Hakuna kitu kingine. Mmetutuma tuletee maendeleo. Na kweli mlichokisema kwa mkuu wa mkoa, na washukuru, hebu tujipigie makofi. Kwa sababu ndio kitaleta majibu leo. Na washukuru sana wananchi wa Mwakasita, mlikuwa wawazi, mkafunguka. Mkasema sisi mbona maji hatuyaoni? Si mlisema hivyo jamani? Lakini kumbe mpango wa maji kwa Mwakasita upo. Ila mtu wa kuambia inawezekana sasa kutokana na hiyo ya kwamba unafika mahali wenyeji wako hawapo, ndio shida yake. Mkasema umeme kwenye vitongoji hatuna. Leo bahati mbaya hata gari yangu nayo iliishia njiani. Mtu wa TANESCO atakuja huku, tutamtuma. Umeme Tanzania ni wa kumwaga. Hata nyumba ambayo haistahili itapata umeme. Umeme sasa hivi unaozalishwa ni zaidi ya mara 2 uliokuwepo huko nyuma. Na watu wanaopenda umeme, mwenyekiti wangu, jiorozesheni. Sio kitongoji tu, tutafika kwenye kila kaya. Na mwenyekiti, angalia kama kuna kanisa halijapelekewa nguzo, hayo ndio ya kwanza. Kama klabuni nguzo hazijaenda, nazo ni kipaumbele. Rashiba yai. Kuna nguzo klabuni? Hamna. Mwenyekiti, umenisikia vizuri? Sisemi kwa utani hapo. Kwenye huduma zozote zile za wanakokaa binadamu ndio tutapeleka umeme kwanza. Kama kuna msikiti, nao utapewa kipaumbele. Na hatutachagua aina ya nyumba. Hata kama nyumba yako hujapiga bati, sisi tutakuwekea umeme humo. Hatuchagui. Umeme ndio maendeleo. Kwa sababu tunataka tuondokane na maisha ya huko nyuma. Maisha ya kutumia kuni. Hizi kuni baadaye watakuwa wanatumia matajiri tu. Sasa hivi ukikata kuni mkaa, itakuwa na sawa na mtu aliyekamatwa na bangi. Kwa sababu tukikata hii miti tutaharibu mazingira, hakutakuwa na maji. Kusipokuwa na maji hakutakuwa na uhai. Ndio sababu serikali inafanya utaratibu umeme uwe karibu na bure. Gesi iwe karibu na bure. Huko ndio tunakoelekea. Kwa hiyo ukiona mtu anadai umeme, huyo unajua kuwa kabisa anaipenda serikali ya Mama Samia. Mama Samia oye. Umeme oye. Bwana nataka umeme, wanyoshe mkono. Yaani wote hamna umeme hapo. Umeme oye. Niseme nisiseme? Hebu nyosheni mikono tena. Sasa hivi nakwenda kuongea na meneja wa mkoa awalete watu hata kesho kutwa.
waje wawapimie umeme. Kwa vile ninavyoelekea kwa idadi hii, labda inawezekana wenye umeme hawajaja hapa. Wenye umeme wanyoshe mkono. Au ukipata umeme hutakuja kwenye mkutano tena. Mwaka 6 oye! Mwaka 6 oye! Kwa ndugu zangu, kwenye swala la umeme naweza kusema kwa sababu hayupo mwenyewe, hilo nimelijibia. Kwangu hiyo nimefanya nini? Nimelijibia. Na ndugu zangu, katika maendeleo ya leo, kiongozi anayewaletea maendeleo ndiyo kiongozi mzuri. Kiongozi anayekuja kuwadanganya nyie, huyo ni sawa na sumu ya maendeleo. Kwani nyie mnataka sura au mnataka maendeleo? Sasa sisi wenye sura mbaya kweli tungepata hata ubunge. Si mmenichagua kwa ajili ya maendeleo. Maendeleo manake nini? Kuwe na barabara, kuwe na maji, kuwe na umeme, kuwe na zahanati, kuwe na shule nzuri. Na hizo ndio nazotafuta mimi. Kwa ndugu zangu, nikasema ngoja nije leo kwa makusudi kabisa, kwa vile iliniuma. Kwanza iliniuma kwa sababu, kwa nini watu wa Mbagala wanakuja viongozi hawakuja? Kwa nini watu wa mwaka 6 hawakuja? Sasa mimi ninachowaomba, ukisikia kiongozi anakuja, hata mkiitwa Ilembo, nendeni, ndio maendeleo mnapata pale. Yaani kwa kama kumsukuma mlevi vile. Kwa vile mtu kikuta umati kama huu, unatamani ya kwamba kila siku kila kitu upeleke wapi? Mwaka 6.